Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Hatimaye Nigeria imeomba radhi kwa Burkina Faso baada ya ndege yake ya kijeshi kuingia bila idhini na wanajeshi 11 kuzuiliwa. Waziri wa masuala ya kigeni wa Nigeria Yusuf Tugar ameomba radhi rasmi kwa Burkina Faso kufuatia kuingia bila idhini kwa ndege ya kijeshi ya Nigeria katika anga ya Burkina Faso, tukio lililosababisha kuzuiliwa kwa wanajeshi 11 wa Nigeria. Msemaji wa Tugar aliviambia vyombo vya habari kwamba wanajeshi hao walikuwa wakizuiliwa wameachiliwa huru na wanatarajiwa kurejea Nigeria, ingawa hakufafanua ni lini. Kwa mujibu wa jeshi la anga la Nigeria, ndege hiyo ilikuwa ikielekea Ureno ilipopata hitilafu ya kiufundi na kulazimika kutua Burkina Faso. Kutua huko bila idhini kulisababisha mvutano wa kidiplomasia na muungano wa nchi za Sahel AES unaojumuisha Burkina Faso pamoja na majirani zake wa Mali na Niger. Katika taarifa yake, AES ilielezea tukio hilo kama kitendo kisicho rafiki kilichofanywa na Nigeria na kusema kuwa wanajeshi wa jeshi la anga la nchi wanachama wamekuwa katika hali ya tahadhari na ya juu kabisa na yameruhusiwa kuangamiza ndege yoyote itakayobainika kwenda kinyume cha anga ya shirikisho hilo. Nchi tatu wanachama wa AES ambazo zote zinaongozwa na serikali za kijeshi zimejiondoa katika Jumuiya ya Kikanda ya Afrika ya Magharibi ECOWAS na zimeanza kuimarisha uhusiano wao na Russia, huku wanachama wengi wa ECOWAS wakiendelea kuwa washirika wa mataifa ya Magharibi, hasa mataifa kama vile Ufaransa, Uingereza, lakini pia na mataifa kama vile Marekani. Tugar aliongoza ujumbe wa ngazi ya juu kwenda katika mji mkuu wa Burkina Faso Ouagadougou siku ya Jumatano kujadili tukio hilo na kiongozi wa kijeshi Ibrahim Traore. Hata hivyo, mengi yalikuwa yakihojiwa ni kwa nini ndege ya kijeshi ya Nigeria iliamua kuingia Burkina Faso, licha ya kwamba kulikuwa na taarifa zilizokuwa zikitajwa kwamba ndege hiyo ilikuwa ikielekea nchini Benin kwa ajili ya kuzima jaribio la mapinduzi nchini humo. Mnamo Disemba 11, mataifa ya Sahel yanayojumuisha Burkina Faso, Mali na Niger yalitoa taarifa kulani kile ilichokieleza kama ukiukwaji haramu wa anga yake uliofanywa na ndege ya kijeshi ya Nigeria. Iliripotiwa kuwa ndege ya kijeshi ya Nigeria yenye chapa C-130 ilitua katika mji wa Bobo Dioulasso nchini Burkina Faso. Kulingana na taarifa iliyotolewa na AES, hatua ya ndege ya Nigeria ilikiuka kanuni za kimataifa na ikachukuliwa kuwa ukiukwaji wa uhuru wake. Muda mfupi baadaye, hata hivyo, mamlaka ya Nigeria ilitoa taarifa ya wenyewe ikidai kwamba kufeli kwa mitambo kumeilazimisha ndege hiyo kutua Burkina Faso. Taarifa ya nchi za ECOWAS ilifichua kuwa uchunguzi wa mamlaka ya Burkinabe ilithibitisha kuwa ndege hiyo ya Nigeria yenye chapa C-130 iliingia nchini bila kibali na ilikuwa imebeba watu 11 wakiwemo wafanyakazi wawili na wanajeshi 9. Waziri wa mambo ya ndani wa Burkina Faso Emile Zerbo alisisitiza zaidi kwamba ndege hiyo ilikiuka sheria za anga ya nchi yake kwa kuruka bila idhini. AES ilielezea tukio hilo kuwa ni ukiukwaji wa sheria za kimataifa na kusema kwamba uwezo wote wa ulinzi wa anga umewekwa katika hali ya tahadhari kwa idhini ya kukamata ndege yoyote iliyothubutu kuingia bila kibali. Shirika hilo lilionya kuwa litachukua hatua dhidi ya ndege yoyote itakayokiuka anga ya nchi hiyo katika eneo hilo bila kibali kwa kuitangua. Kauli hii inajiri siku chache baada ya Nigeria kuthibitisha kuwa ilituma ndege za kivita za wanajeshi kusaidia serikali ya Benin kuzima jaribio la mapinduzi nchini humo. Nchi za Burkina Faso, Mali na Niger ambazo zimeondoka ECOWAS zinaweza kuwa na wasiwasi hasa kuhusu hatua mpya za kiusalama katika kanda, hasa kwa vile ECOWAS hapo awali ilitishia kuingilia kijeshi nchini Niger kufuatia mapinduzi ya mwaka 2023. Nchi hizi tatu chini ya utawala wa kijeshi zinakabiliwa na mzozo wa muda mrefu wa usalama ambao umewasumbua kwa miaka mingi. Mamlaka ya Nigeria imesema kuwa ndege ya kijeshi NAF C-130 ilitua kwa dharura nchini humo. Burkina Faso ilikuwa katika safari kusafirisha mizigo kuelekea Ureno ilipolazimika kutua kutokana na hitilafu ya mitambo. Mtazamaji, endelea kutufuatilia na usisahau kulike, kucomment na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana kupitia The World News. Mimi ni Adam Hussein, endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.